kizuri, Mungu atakulipa. Ukatendea mtu kibaya, ujiandae kama ile ubaya ni deni. Na ile deni utailipa. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini kocha? Unasemaje? Namaanisha kama mechi iliyopita, okay? Ule kocha aliwina mechi yake. Aliwina, hata kama aliwina ni 1-0, aliwina. Nafasi alikuwa hakukuwa nani yoyote ya kumfukuza coach. Sababu wakati unasajili mkataba wako, we coach wanakuandikia kumkataba malengo ya timu. Wanakuandikia malengo ya timu, na malengo ya timu ni ubebe ubingwa, tujikalifai Afrika. Okay? Sasa hakuna nafasi yenyewe ndani ya mkataba wanaandika bwana timu inapaswa kucheza vizuri sana. Hakuna. Okay? Ni matokeo. Na ule kocha alikuwa na matokeo. Na maanisha nini? Na maanisha kama ule kocha iko vile walimfanyia kitu kibaya. Unasikia? Wanamfanyia kitu kibaya kumuondoa kazi bila kosa yoyote. Okay? Hii tu makelele ya watu sema kwa na kibaya. Ndio namaanisha kama walimtendea kibaya. Na Mwenyezi Mungu akasema kama unatendea mtu kibaya utalipa deni. Na ile deni wanalipa leo. Unajua kama inaumiza washabiki wa Yanga wengi, hata viongozi wenyewe wasikufichiki wanaumia sana hii matokeo leo. Unasikia? Yes. Ni matokeo yenyewe inawakaribisha mapointi na watu wenye wapo nyuma yao. Unasikia? Na ndio maana inawauma sana. Sasa kwa hiyo kama mlifukuza coach mwenyewe alikuwa na hayafungwa mechi yoyote na anaendesha ligi, maana yake mkakuwa na coach mwenyewe mnampa responsibility ya mechi 2 tu, alishafungwa moja, tena anafungwa kwa goli 3 wakati huko naendesha. Ile inaonyesha za ubovu wa aspect tactic